choniani ya mota za giza na bwenchi za beta wefumbuka. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Hakukuwa na ramani yoyote iliyowahi kuonyesha mahali pale. Hakukuwa na maandiko ya wanazuoni wala simulizi za wazee zilizothibitishwa. Kilichokuwepo kilikuwa ni minong'ono, sauti nyepesi zilizovuka bahari, ndoto zilizorudiwa na mabaharia na vilio vilivyosikika chini ya maji usiku wa manane. Waliliita kwa majina mengi, lakini jina lililobaki likiwa na uzito kuliko yote lilikuwa moja tu: The City of Evils, mji wa majini, mji wa kuzimu, mahali ambapo roho hazifi zinahukumiwa kuendelea kuishi. Bahari ya Karzun ilikuwa kimya isivyo kawaida siku ile. Hakukuwa na upepo, hakuna mawimbi. Uso wa maji ulikuwa kama kioo kikubwa cheusi, ukimeza mwanga wa jua badala ya kuurudisha. Ndani ya mashua ndogo ya mbao, Jabir al-Maut alishikilia hirizi yake kwa nguvu. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka, si kwa baridi, bali kwa hofu ambayo haikuwa na jina. "Tuko karibu," alisema kwa sauti nzito, kana kwamba bahari ingeweza kumsikia. Wenzake watatu hawakujibu. Walikuwa wamekaa kimya tangu alfajiri. Nahla, mwanamke aliyekuwa akisoma maandiko ya kale ya majini, alikuwa akitazama maji bila kupepesa macho. Macho yake yalionekana kama yalikuwa yakiona kitu ambacho wengine hawakuweza. Rashid, askari wa zamani wa vita vya jangwani, alishika upanga wake, ingawa hakukuwa na adui yoyote juu ya mashua. Na Tahir, kijana aliyekuwa ameokota maandiko ya kuzimu bila kujua alichokifungua, alikuwa akilia kimya kimya. "Hakukuwa na haja ya kuja," Tahir alinong'ona. "Kitabu kilinionya." Lakini tayari walikuwa wamechelewa. Maji yalibadilika rangi, kutoka bluu ya kina yakageuka kuwa kijani kibovu, kisha meusi kama damu iliyooza. Harufu ya chumvi ilipotea, ikachukua nafasi ya harufu ya chuma, kifo na kitu kingine, kitu kilichokuwa hai. Ghafla, bahari ikaanza kufunguka, si kwa mtindo wa mawimbi, bali kama ngozi inachanwa. Maji yalipasuka katikati, yakitengeneza shimo kubwa lililoenda chini zaidi ya macho ya mwanadamu. Ndani yake kulikuwa na mwanga wa kijani uliokuwa ukipumua kama kifua cha kiumbe kikubwa. Kutoka chini kabisa, kengele ililia. Sio kengele ya chumvi, bali sauti ya mifupa ikigongana. "Mlango wa kuzimu," Nahla alisema kwa sauti ya hofu na mshangao. "Uko wazi." Mashua ilianza kuvutwa chini. Hakukuwa na upepo, hakukuwa na mawimbi, lakini nguvu isiyoonekana iliivuta kama mtoto anavyovutwa tumboni. Tahir alipiga kelele. Rashid alijaribu kupiga maji kwa upanga wake, kana kwamba angeweza kukata bahari. Jabir alifunga macho, na walipozama, hawakuingia gizani. Waliingia katika mji. Chini ya bahari kulikuwa na anga. Ndiyo, anga. Lilikuwa jekundu, likiwa na mawingu yaliyotengenezwa na moshi na sauti za vilio. Majengo marefu ya mawe meusi yalijengwa juu ya miamba ya mifupa. Minara ilikuwa imefungwa kwa minyororo mikubwa ya dhahabu iliyochomeka damu. Maji hayakukuwepo. Walikuwa wanapumua, walikuwa wanatembea, na mbele yao ilisimama lango kubwa lililoandikwa kwa lugha isiyosomeka, lakini mioyo yao ilielewa maana yake. "Karibu the City of Evils. Aliyeingia hapa ameshaacha rehema." Ghafla, vivuli vikaanza kusogea. Viumbe wa majini,
lakini si samaki. Walikuwa na miili ya binadamu, macho yasiyo na kope na nywele zilizoelea kama maani. Midomo yao ilitabasamu kwa njia isiyo ya binadamu. Mgeni mpya, kiumbe mmoja alisema, sauti yake ikitoka kama maji yanapovuja kwenye fuku. Roho 4 zimewasili. Nahla alitambua ukweli kwa kelewa. Huu sio mji wa waliokufa, huu ni mji wa waliolaaniwa kuendelea kuishi milele. Na mbali, juu ya mnara mkuu wa mji, kitu kikubwa kilifungua macho yake mawili ya kijani. Mtawala wa City of Evils ameshaona. Mji ulililia, si kwa sauti, bali kwa mwitikio wa pamoja wa roho 1000 zisizohesabika. Barabara zikajikunja kama minyoo, majengo yakaanza kupumua kwa nguvu, na minyororo iliyofunga minara ikaanza kugongana yenyewe, kana kwamba kitu kikubwa kilikuwa kinajaribu kujinasua kutoka katikati ya jiji. Nura alihisi yote. Alihisi mji ukiingia ndani yake na yeye akiingia ndani ya mji. Moyo wake haukupiga tena kama wa mwanadamu, ulikuwa ukidunda kwa midundo ya bahari ya kuzimu. Usipigane, sauti ilinong'ona ndani ya damu yake. Hii ndiyo hatima yako. Lakini Nura hakulia, hakupiga kelele. Aliinua kichwa chake. Kama huu ni mji wa dhambi, alisema kwa sauti iliyochanganyika na mvumo wa maji, basi nitakuwa dhambi yenu ya mwisho. Hatima za waliofungwa. Imran, msomaji wa maandiko. Imran alitupwa ndani ya maktaba ya ngozi hai. Vitabu havikutengenezwa kwa karatasi, vilikuwa ni ngozi za watu waliokosa kusoma ukweli mapema. Kila ukurasa ulikuwa ukilia polepole. Kila alipojaribu kufunga macho, maandiko yalijichoma kwenye akili yake. Soma, kumbuka, usisahau. Miaka ilipita kwake ndani ya saa chache, lakini katika maandiko ya mwisho, Imran alipata jambo ambalo hakuna aliyejaribu kulisoma tangu mji uzaliwe. Utabiri wa kuanguka kwa City of Evils. Utabiri huo ulisema, mji huu utaanguka pale roho safi itakapochagua kuchafuka kwa hiari. Imran akatabasamu kwa damu mdomoni. Nura, una chaguo. Salma, mwana wa sauti. Salma alifungwa ndani ya shimo la minong'ono. Hapo majini waliolaaniwa walinong'ona siri zao, hofu zao na dhambi walizokataa kukiri walipokuwa hai. Sauti zilimchana akili yake, lakini aligundua kitu. Majini waliogopa kitu kimoja tu, mwanga wa hiari. Si nuru ya mbinguni, bali mwanga wa uamuzi. Salma alianza kuimba, sio wimbo wa furaha, ilikuwa ni sauti ya kukataa, na minong'ono ilianza kunyamaza. Kasim, mfanyabiashara wa roho. Kasim alikutana na kile alichokuwa kikiogopa zaidi. Alipelekwa mbele ya roho wa bahari aliyefanya naye mapatano zamani, lakini sasa alikuwa amekuwa, amechafuka na macho yake yalikuwa mashimo. Ulinipa roho za watu 10. Sasa na kuomba kitu kimoja. Chochote, Kasimu alisema akitetemeka. Kataa hofu yako. Lakini Kasim hakuweza, na hofu yake ikageuka kuwa mnyama, ikammeza taratibu bila kumuua. Yusuf, mchawi wenye kosa. Yusuf alitupwa kwenye munara wa uchawi uliovunjika. Kila uchawi aliyewahi kujifunza uligeuka kuwa adhabu. Maneno aliyoyatamka zamani yakamrudia kama miiba. Lakini kabla ya kupoteza fahamu, aliona jambo. Uchawi wa mji haukutoka kuzimu, ulitoka kwa wanadamu waliouchagua. Mji huu, Yusuf alinong'ona, umejengwa na uchaguzi wetu. Kiti cha mtawala. Elzaroth alisimama kutoka kwenye kiti chake cha mifupa.
Mji wote ukainama. Maji ya hewa yakaanza kuzunguka mwili wake kama silaha. Macho yake 1000 yalitazama mahali pamoja, kwa Nura. Kuwa ufunguo. Fungua. Nipe ulimwengu wa juu. Nura aliona maono, miji ya wanadamu ikizama, bahari zikimeza ardhi, City of Evils ikipanda juu ya dunia kama mji mkuu wa dhambi. Aliona pia kitu kingine, ukimya. Kama mji ungefunguliwa, hakuna mateso tena, hakuna kilio, hakuna adhabu. Huo ndio utepo wa mwisho. Ndugu mtazamaji, asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, tafadhali tukutane kwenye comment section hapo chini, na pia kama una maoni au ushauri, unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulicho nacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayub Obed, na tukutane wakati mwingine tena katika simulizi zifuatazo. Asante.